Maisha ni safari ndefu yenye kupanda na kushuka. Leo unaweza kuwa na uwezo, lakini kesho ukahitaji msaada, uwe wa hali au mali. Ndiyo maana huruma, upendo na kusaidiana ni tunu zinazojenga jamii yenye mshikamano. Katika kuhakikisha sauti za wanaoishi katika mazingira magumu zinasikika, Asam Online TV imefika katika kijiji cha Bambi, Kijibwe Mtu, wilaya ya Kati Unguja, kushuhudia kazi kubwa inayofanywa na taasisi ya The Good Hope Society. Taasisi hii inaendelea kuonesha mfano wa upendo kwa kuwafikia wananchi wanaoishi katika hali ngumu za kimaisha kwa kuwapatia misaada mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya kurejesha tabasamu na kuwapa matumaini mapya. Kwani Waswahili wanasema kimfaacho mtu ni chake, lakini pia kuna msemo unaosema mkono utoao ndio unaobarikiwa. Toka mwaka 2013 mpaka hivi leo tunasaidia bado katika mambo ya lugha kwa watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu na watu wengine ambao wanahitaji kujiunga na sisi. Lakini pili, tukaona sasa tuingie moja kwa moja katika jamii, kwa sababu tumeona kwamba katika jamii ndio eneo ambalo watu wengi wenye matatizo wanapatikana, ambao hawa wanakosa fursa, wanakosa kuonekana na pia wanakosa msaada. Kwa hivyo sisi tukasema kama taasisi sasa acha tujikite moja kwa moja kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wote katika maeneo yao ama tunawafikia katika maeneo yao wanayoishi, na tuweze kuibua changamoto ambazo wanazokubaliana nao, baadaye tuweze kushirikiana na wadau mbalimbali kuweza kuhakikisha kwamba changamoto hizo tunazipatia suluhisho. Kwa hivyo haya ndiyo malengo ya taasisi yetu. Taasisi hii inaendelea kuonesha mfano wa upendo kwa kuwafikia wananchi wanaoishi katika hali ngumu za kimaisha kwa kuwapatia misaada mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya kurejesha tabasamu na kuwapa matumaini mapya. Leo wametuletea misahafu, wametukagulia madrasa zetu, wameziona, wametuletea misahafu, nguo watoto wale wanapata. Sihaba, alhamdulillah, wazidi kutuletea tena, watuone, watujue Kijibwe Mtu, watuletee. Tunawaomba na wengine waliokuwa kama wana uwezo wa kutukaribia, watufikie, watuongezee msaada, utuletee. Nashukuru kwa kuletewa msaada huu wa nguo, na nguo zenyewe ni hizi hapa, na siku ya pili watuletee kama hizi kuliko. Mungu ajalie. Natoa shukrani hizi kwa kuleta msaada huu. Sihaba, alhamdulillah, nashukuru kwa hili. Mwenyezi Mungu azidishe mabaraka, muzidi kutuona kwa hili na jenginelo. Nashukuru tumeletewa nguo ndo hizi hapa, tuletewe kuliko hizi. My name is Martina Zoccoli and I'm here in Zanzibar volunteering with the Good Hope Society. It's a pleasure to be here. Thank you for your hospitality. Today we are in Bambi village for volunteering actions, and we are so happy to contribute to the society. Even if we brought some small gifts, we hope it will be helpful and meaningful for all the people living in the village. Wanahitaji msaada mkubwa wa kujengewa chuo ili kuwafundishia watoto elimu ya dini, kwani banda linalotumika si urafiki kwa wanafunzi wanaosoma chuo hicho, na hali ya mazingira hairidhishi hata kidogo. Chuo changu mnakiona hichi, mazingira yake, hali zake. Kwa hiyo na kwanza ninapohitaji nipatiwe chuo barabara. Ikipatikana chuo, afadhali hata wakija wanafunzi na wao kweli wanajua kweli mambo mazuri. Maana ndo unaona hali yenyewe hiyo, wanafunzi wanakaa chini hapo, tafrani ikinyesha mvua ndo halikadhalika, chuo hakina milango, ichocho ndo halikadhalika tena, ndo unaona tena ndo kuna fumba tu. Na Mungu asema mtu unahitajika sana uzungumze ukweli, usibane maneno. Bila shaka nilikuwa na wanafunzi wapungui 40 hapa. Lakini sasa hivi ndo nikarudia tena useme kweli japo chungu, sasa hivi na wanafunzi 15 tu. Maombi yangu mimi, naomba kwa mwenye uwezo aliangalie jambo hili. Jambo hili ni si la hapa duniani, ila ni la kesho akhera. Hii ni kumbukumbu kubwa. Maendeleo ya jamii hayawezi kujengwa na serikali pekee, yanahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Pale unapoweza kumsaidia mwenzako hata kwa jambo dogo tu, unaweza kubadilisha maisha yake kwa kiwango kikubwa kuliko unavyofikiria. Mimi ni Angel Paul, nyuma ya kamera ni Salama Salim.